Kwa majina mimi naitwa Delu Lokole Ikyamba, kiongozi wa shirika la Bana Bankara. Nimekuja kutoa pole kwa ajili ya maafa iliyotokea pale Bordilak kwenye sekta ya Nganja ndani ya kijiji cha Saba, kupoteza wandugu zetu zaidi ya 100 na zaidi waliopoteza maisha kwa mporomoko wa kilimo na mvua. Sisi kama vile watoto wa Baraka, kama vile watoto wa Fizi, tunajisikia kama tuna kilio kikubwa sana ndani ya tarafa letu, na tungeomba mtoto wote wa Fizi mwenye iko Etazini, mwenye iko Canada, mwenye iko Afrique du Sud, Asia, partout mu Kongo, ajisikie kama tuna kilio chenye hatutaweza kukisahau kwa miaka hii, kwa sababu wale waliofariki pale ni wandugu zetu wa Bembe, wandugu zetu wa Bwari, wandugu zetu wa makabila mbalimbali wa Kongo na wasiokuwa wa Kongo. Pia tunakwenda kushukuru wabunge wetu kwa kutetea na kubeba malalamiko kwa ajili ya gisi itaweze kusaidiwa zile jamaa ziliobaki pale Asaba. Acha nimshukuru sana mbunge wetu kijana anayekuwa na miaka 20 na zaidi, Janvier Apele, kujitolea na kuonesha umuhimu wa kuwa kwa kweli mbunge na kijana, mtu akiwa kijana na ndiye anayekuwa na nguvu za kutetea. Na kwanza kumshukuru alivyotetea tarafa lake kwa unyanyasaji wa rejima ya Kifuma wakati ilipokuwa hapo Ubwari, wakati ilikuwa katika viongozi fulani walikuwa kinyanyasa raia, alisimama na kutetea hilo swali likapata suluhisho. Mbunge huyo pia Janvier Apele alikwenda kutetea watoto wote wa Fizi na sehemu yote inaomilikiwa na mambo ya mgogoro wa vita wapate kufanya examen d'etat kwa bure. Hilo pia tulishukuru kwa sababu gouvernement yetu ilikwenda kumsikia. Tulikwenda tena kumshukuru kijana huyo kwa kusimama kwenye bunge na kubeba malalamiko na kuyatetelea kwa ajili ya maafa iliyotokea hapo Asaba. Mungu azidi kumbarikia kijana huo, na hilo ndio kazi ya mbunge. Mbunge kazi yake ni kutetea tarafa lake kwa sababu yeye ni mtumwa, na tunaweza penda wabunge wengine waige mfano kama ya kijana hao, na ningeomba vijana waige mfano ya kijana mwenzao Janvier Apele, mheshimiwa wetu mbunge national. Acha nitoe shukrani pia kwa mtoto wetu vice gouverneur Jean-Jacques Ilakano kwa kujipa moyo ya kusema ijapokuwa mimi ni vice gouverneur, acha niende Asaba nikalie na wandugu zangu, kwa sababu Fizi, kijiji cha Asaba ndio fiefe yake, na hilo ameonesha alama mzuri. Ametufariji sisi kama vile watoto wa Fizi, sisi kama vile watoto wa Itombwe, sisi kama vile watoto wa Sud Kivu. Hiyo ndiyo alama inapaswa kuwa kiongozi. Kiongozi anapaswa kujua mimi niko mtumishi wa watu. Bila watu siwezi kuwa kiongozi. Na tungeomba safari atakao kuja nayo afanye nguvu yake yote
isiwe safari ya bure, haje na angalau kidogo itakao fariji zile jamaa, haje na mashirika ya kiutu itaweza kufanya assistance kwa wale zile jamaa zote zilizobaki. Pia tunamuomba waziri wetu Walu Kalulika, yeye ni mtoto wa tarafa la Fizi, ni waziri wa sante, haingilie kati, haangalie wale wagonjwa wanaoeremewa sana, kwa sababu tunajua wenye wamepata majeraha ya miguu, na kuna wengine wanahitaji kwenda kwenye mahospitali makubwa. Watizame wale wanaoeremewa sana, wangepelekwa kwenye mahospitali makubwa ili wapate matibabu mazuri. Kwa hiyo ningeomba watoto wote wa Fizi, watoto wote wa Baraka, vice gouverneur atakuwa asaba a partir ya leo, vendredi, samedi, dimanche, atakuwa huko kwetu Fizi, na atapita kwenye mingini ya mingi. Ningeomba kwenye mingini yote atapitilia ndani. Watoto wa Fizi tuoneshe umoja, kwa sababu union fait la force. Huyo ni mtoto wetu, tumpe nguvu ili watu wengine waone kwa kweli huyo ni ndugu yetu na tunakuja kulia pamoja naye. Na kipindi atakapofika kwenye mji wetu mkuu wa Baraka, na hapa Baraka ndipo alipozaliwa, ndipo alipokomalia, ningeomba watoto wote wa Baraka, Bara Bankare bote, na wasiokuwa watoto wote wa Baraka, watoto wa matarafa ingine, wakongomani wote kwa jumla, tumkaribishe vice gouverneur wetu kwa roho ya upendo. Tusikie maneno atakao kutuambia, maneno ya pole na maneno ya kuhusu nchi yetu. Kwa hiyo nakwenda pia kushukuru wapasha habari wote, wa journalist wa tarafa letu la Fizi, kwa kazi wanaokuwa wakitenda mara kwa mara, kwa kutoa mainformation kwa ajili ya matatizo mbalimbali inazotukumba ndani ya tarafa letu. Na ndio maana mara kwa mara sisi kama vile shirika la Bana Bankare huwa tunaomba vitengo vyote vya security viwe vinaachia wa journalist, watangazaji nafasi bila kuintimidate, wawe huru kwa kutoa habari zao, ili sisi wananchi wa tarafa la Fizi tuwe tunapata habari bila tatizo. Asante, nimekwenda kushukuru kwa hilo, na pole zaidi tena sana kwa jamaa zote zilizopoteza maisha. Ni mimi wenu kiongozi wa watoto wote wa Baraka, Delo Lokole Ekiamba Sauzien. Merci.